Nimekuja leo hii kwa jambo moja mahususi, nalo ni kuja kuchukua fomu ili niombe ridhaa ya chama chetu cha ACT Wazalendo nipeperushe bendera ya chama chetu kwenye kugombea ubunge wa jimbo hili la Mafia. Kama alivyosema mama yangu hapa Riziki Shehari, alikuja kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi ya ubunge, na waomba kina mama, mimi ni katibu wa ngome ya wanawake, nimekuja kwa ajili ya wanawake wa Mafia. Leo tarehe 28 tupo hapa katika ofisi zetu za ACT Wazalendo kwa niaba ya kutoa fomu kwa mtiania wa ugombea ubunge wa jimbo la Mafia. Naam, mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Hans TZ, leo ni siku nyingine. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 5 na tupo hapa katika ofisi ya chama cha ACT Wazalendo katika jimbo la Mafia. Leo tumempokea rasmi mtiania wa ugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Mafia, Riziki Shehari, na hapa ndani zinaendelea process mbalimbali ambazo chama cha ACT Wazalendo wameziweka kwa niaba ya wale watiania wa chama chao wa kuchukua nafasi ama kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Mafia. Ndugu waandishi wa habari, ndugu zangu wa Mafia wenzangu, asalamu alaykum. Mimi ni ndugu yenu ambaye si mgeni kwenu, naitwa Riziki Shehari Mgwali. Nimekuja leo hii kwa jambo moja mahususi, nalo ni kuja kuchukua fomu ili niombe ridhaa ya chama chetu cha ACT Wazalendo nipeperushe bendera ya chama chetu kwenye kugombea ubunge wa jimbo hili la Mafia. Na mimi si mgeni kwenye swala hili. Nishawahi kuwa mbunge wa viti maalum kwenye jimbo hili kwa kipindi cha 2015-20, lakini ni bahati mbaya tu tulikumbwa na, mimi wanaita ajali ya kisiasa. Katika wale wabunge wa 8 wa viti maalum wakati ule uliokuwa CUF, na mimi ni mmoja wapo. Kwa hiyo niliondoka bungeni baada ya kuhudumu kwa mwaka 1.5. Lakini wana Mafia wanayo rekodi yangu, wanajua ni nini niliwatetea, ni nini nisimama kwa ajili yao. Na mimi mwenyewe namshukuru Mungu kwamba alinipa fursa kwa muda ambao yeye aliona imetosha, na mimi nashukuru alhamdulillah nilifanya kile ambacho Mwenyezi Mungu aliniwezesha kufanya. Nilikuja tena 2020 kugombea jimbo kupitia ACT Wazalendo, lakini wote ni mashahidi kwamba 2020 kulikuwa na uchafuzi au kuwepo uchaguzi. Kwenye jimbo letu tulitumia nusu ya ule mchana kuhangaika kuweka mawakala tu kwenye vituo. Wasimamizi wale walikuwa wanawatoa, maofisa wa halmashauri ambao walipewa usaidizi wa usimamizi walikuwa wanafanyia vurugu hizo. Walituletea wapiga kura feki kutoka kwenye visiwa vya wavuvi na tulipambana nao pale halmashauri. Kwa hiyo sisi tulitumia mpaka saa 6, ilikuwa ni swala la kuhangaikia tu vituo. Achilia mbali baada ya kuhamisha na vituo vya kuhesabia kura ambavyo vilifanyika katika vitimbi ambavyo vilifanyika. Kwa 2020 ilikuwa uchafuzi kama ilivyokuwa jimboni Mafia, nchi nzima ilikuwa hivyo, na wote mmeshuhudia kwamba bunge likabaki kuwa la CCM peke yao. Lakini sisi ACT Wazalendo tunasema muhuni hasusiwi, wala nguruwe hasusiwi shamba. 2025 tunakuja tena kuwaomba ridhaa wananchi, ikiwa vyama vyetu, chama chetu kitatupitisha kwenye maeneo hayo. Tunawataka kuwawakilisha wananchi wa maeneo mbalimbali ya nchi yetu, na mimi Riziki Shehari Mgwali mahsusi na kuja kwa ajili ya jimbo la Mafia. Tuna mengi ya kuwatetea, tuna mengi ya kuwasemea, na tunaona fahari sisi kuwakilisha wananchi wa Tanzania, na mimi kuwakilisha ndugu zangu wa Mafia kwenye kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kusema yale ambayo yanatushika kama shida. Jimbo letu ni kisiwa, na kwa uzembe wa viongozi inatokea wakati tunakuwa kisiwa ndani ya kisiwa. Wote ni mashahidi. Wiki chache zilizopita daraja lilikatika. Ilikuwa utoki Dar es Salaam ukafika Nyamisati kwa basi. Sasa sisi watu wa Mafia tuko ndani ya kisiwa, lakini inabidi tupite kwenye wilaya nyingine za mkoa wa Pwani kabla kufika mjini. Tunajiuliza, haya ni maendeleo au ni kurudishwa nyuma? Kwa miaka ya 70, 60 na 80 tulikuwa tunaweza kupanda meli Mafia tukaenda wenyewe tunasema mjini ambayo ni Dar es Salaam moja kwa moja. Hatupitii Nyamisati wala hatupitii Kisiju.
lakini tulikuwa nakwenda moja kwa moja. 2020 2025 inashindikana vipi watu wa Mafia tukapata usafiri wa kutufikisha Dar es Salaam moja kwa moja? Na ndugu zangu, hili tunaulisemea haliwaathiri watu wa upinzani tu. Mimi na ndugu yangu wa karibu sana, na kila siku nikizungumzia swala la usafiri, yule binti mdogo wangu ananijia kwenye fikra zangu. Aliniambia kwa kauli yake, Mwenyezi Mungu amrahamu, alivushwa kwa wenyewe anasema fiber kwa sababu ilishindikana kusafirishwa kwa ndege. Alikuwa mgonjwa, alikuwa inabidi ende rufaa Dar es Salaam. Lakini kwa hali yake ilishindikana kumsafirisha kwa ndege, ikabidi asafirishwe kwa boti. Kwa akapelekwa kwa fiber. Anasema alijiona kama yuko hewani anaelea. Lakini aliposhushwa pale pamoja na ambulance zote zilizomsubiri pale Nyamisati kumpeleka Muhimbili, anasema nilimaliza shahada zote. Nilimaliza dua zote. Yale mateso aliyoyapata ya barabara. Na hapo haijavunjika wala haijakatika daraja kama ilivyokuwa sasa hivi. Sasa haya ni maisha gani? Wangapi kwanza hata hivyo wanaweza kumudu kufanywa rufaa hiyo? Kwa sisi watu wa Mafia tuna mengi. Tupate usafiri wa hakika, lakini hilo limeandamana na huduma za afya ambayo pia hazitoshi. Vipi kisiwa kama hichi kinaweza kukawa na hospitali ya wilaya ambayo haina hata x-ray, haina hata ultrasound? Au kama ipo unaambiwa kwa zamu, leo ifuate Kirongwe, kesho kutwa usubiri Kilindoni, Mtondogo ifuate siji kwenye kona gani. Hii sio taratibu ya kuhudumia wananchi. Hospitali ya wilaya iko Kilindoni, huduma zote zipatikane hapo. Mtu atatoka Jibondo, atatoka kwetu Mlongo kule, atatoka Vunjanazi hapo kwa binamu zangu, aje hapo Kilindoni apate huduma. Sio ambaye Jumatano utakuja hapa lakini Alhamisi mtaalamu sijui uko Kirongwe. Hiyo sio taratibu ya kuhudumia wananchi. Na hii yote inafanyika kwa sababu watu wa Mafia hawana mtetezi, hawana msemaji wa kuwasemea kero zao na shida zao. Riziki Shahari Mgwali, ninakuja tena 2025 inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia nikipitishwa na chama chetu, nigombee ubunge wa jimbo hili, nikawe msemaji wenu bungeni, nikawe mtetezi wa wana Mafia. Hizi ni ripoti za Hans TZ na mimi ni Hamisi Ali.